ligi ya mwaka huu, na hasa na mimi nigusa kwa sababu ligi kama 2-3 zilipita mimi sikuwepo kwenye benchi lolote la ufundi nikifanya kazi yangu, lakini hili nipo. Nilianzia kati tu wakati timu ya JKT Ruvu ilipoondokewa na mwalimu wake Minziro, wakanitafuta mimi nitoe mchango wangu kwa timu, na kubwa kwa kweli nilikubali, lakini nilikuwa na tatizo wakati ule niko na academy yangu nikifanya shughuli zangu za kufundisha, lakini nilikubali. Hata hivyo nikawa nao, na changamoto ambayo sasa hivi imetoka kwenye ligi hii kwa mahali ilipofikia ni kwamba hujui katika ligi hii nani atakuwa bingwa, na hujui kwenye ligi hii nani atashuka daraja, kwa sababu ziko timu kama 6 zinagombana kushuka, ziko timu kama 3 zinataka kuwa bingwa. Sasa hapo changamoto liko hapo. La sema kwetu sisi kama JKT tutapambana kuhakikisha kwamba tunatoka kule kwenye kushuka, na tumeanza sasa kidogo kufanya vizuri michezo kama 3 hivi mfululizo tulipohamia hasa kwenye kiwanja chetu cha nyumbani kule Mlandizi. Kwa hiyo imetusaidia support tulioipata nyumbani. Timu kuileta Karume kidogo ilikuwa ni tatizo, utakosa ile haki ya nyumbani, kujivunia nyumbani pale katikati ya mji na nini. Unajua tofauti mtu unapokwenda kucheza Manungu kwa timu ya Mtibwa, au unapokwenda kucheza na Toto Mwanza, au utakwenda weekend kucheza na timu yote iliyokuwa nyumbani kwake, inakuwa na ugumu wake kidogo. Lakini nashukuru tumeweza kurudi nyumbani na tumeshaanza kuja vizuri. Sisi kwa mfano tumecheza juzi tarehe 3, tutacheza tena tarehe 16. Pana period ndefu hapa tumekaa tu na kucheza tarehe 16 utacheza tena kwenye tarehe 30. Na kuna timu sasa hivi si wakati tunacheza nazo zilikuwa hazichezi. Sasa utakuta kuna watu wanatangulia, wana michezo kama 3 washacheza, wengine bado. Hili lina tabu yake kidogo, hasa kutaka usawa kutaka kwenye ratiba sasa inasumbua kidogo. Mimi naweza kuungana na Simba. Maki anapiga kelele hapa sasa hivi utakuta Simba. Lakini wengine wote hawasemi. Lakini Simba ana haki ya kusema hivyo. Kwa sababu unapompa mtu nafasi, wewe unacheza, yeye anasubiri alafu anakuja kucheza baadaye. Sasa ina hatari yake ni kwamba unaweza kafika wakati wao wanacheza, anakutana na timu kwamba haina shida. Ndio yale matatizo yanapokuja sasa, zile match fixing na nini. Mtu ana shida yuko tayari kukuachia, anaweza kuambia bwana wewe unakuja kucheza huku, nauli nitakuletea mimi, njoo lete timu yako, nitakulisha vitu kama hivi vinafanywa kwenye mpira. Sasa vile ndio ambavyo Simba anavyopigia kelele. Lakini kama wote mnacheza sawa, nafikiri kutakuwa malalamiko kama hayapo. Na ukitizama zaidi kwamba kuna timu kwa mfano Azam na wakati ule na Yanga walipokuwa nailisha mechi zao, sio kwamba walikuwa labda na sababu kubwa sana ya msingi, lakini kuna watu waliacha ligi wakaenda nje ya nchi kufanya mazoezi au kwenda kushiriki. Kwa kweli ilikuwa si sahihi. Sasa mimi nafikiri ni muda mwafaka sasa hivi, kabla ligi maka haijafikia kwenye wajue changamoto lipo. Sasa hivi watu wanapambana kweli kweli. Watu wakubwa watizame kwamba kama wanaweza kuziweka hizi timu at least sasa hivi kila mtu kama anabakisha mechi 5 au 4, sio mwingine 2, mwingine ana mechi. Ile tatizo ambalo sasa hivi napigwa kelele linaweza likajitokeza. Mimi nasema kwanza tuna tatizo kubwa la vijana kutofahamu, kutokuelewa wajibu wao. Sasa hivi wapo wachezaji wanacheza mpira ndio ajira. Huko nyuma watu walikuwa wakicheza mpira kama burudani, unacheza mtu baada ya kazi, sio ajira, ambao sisi ndio tulikotokea. Lakini sasa hivi mtu anaajiriwa, anapata mkataba mwaka mmoja, miaka miwili, anapewa mapesa ya kutosha, lakini vile anavyofanya kwenye kazi yake kunakuwa kinyume. Yeye anafikiria mbele sana pesa kuliko ile kazi anatakiwa kufanya. Nimeziona kwenye timu nyingi tunazokwenda kufundisha. Mimi huwa nikifundisha na kuwa kama baba kwenye timu, na kuwa kama babu, ni wale wajukuu, naongea nao kitu cha kuweza kusaidia maisha. Kipe upaumbele kile ambacho ulichoajiliwa nacho. Umeajiliwa kuchezea timu fulani kama goalkeeper,
Kwa hiyo hakikisha kwamba ile kazi unaifanya vizuri. Sasa kuna mtu anaweza kucheza asijali, anafungwa tu kila mechi, lakini yeye atafika atataka mshahara, atafika ataulizia hata bonus ambayo ile anayoipata katika kucheza. Sasa hili ni tatizo mojawapo analo wachezaji wetu, bado hawajajitambua, na wasipofuata sawa sawa, nilikuwa naomba na walimu wajaribu kuelimisha hawa vijana. Unajua vijana wetu tunasema elimu yao ndogo, wengi tu wameishia darasa la 7, hata wengine form 4, lakini ile upeo wa kufahamu kwamba yupo pale kwa menejili gani, anapoichezea klabu anatakiwa awe nani. Kwa nini tukimtazama Messi au tukimtazama Tambwe na nani amesikiza kila mechi goals wao wanafunga, lakini yeye anacheza kwenye timu yake kama striker, lakini unaona hana changamoto yote anaweza akaitoa. Kwa kweli, kwanza hizi ligi za daraja la chini zinatakiwa zisimamiwe vizuri, lakini najua huku kuna shida, na shida kubwa, wadhamini hawaendi huku, wadhamini wanakimbilia huku juu, na mpira sasa hivi ni pesa. Sasa kama watu wa pesa hawezi kupatikana, kidogo inakuwa shida. Ndio maana haya matatizo mengine nasema match fixing zinakuja kwa shida. Mtu anaona bora apate 20,000-30,000 zimsaidie kufika mahali ili mradi aweze kupata mafanikio. Lakini mimi nachotaka hii tu kuzungumza ni kwamba yapo matukio maana yametokea ukifuata vyombo vya habari sasa hivi. Kwa mfano ligi iliyokwisha ya daraja la kwanza ina mzozo ndani yake, na ulikuwa kimya muda mrefu, lakini kuanzia jana tumeanza kusikia vyombo vya habari vinatupa habari. Sasa mimi nafikiri ni vyema tukasikia mpaka mwisho wake, vimeanza kuzungumzwa jana. Sasa tusikie kuna kitu gani ambacho kinatendeka au adhabu gani zinatolewa. Ila mimi tu nasema kwa makosa haya FIFA wanapiga kelele sana. Upangaji wa matokeo katika mchezo, hiyo ni dhambi kubwa. Ni dhambi ambayo kubwa inatokana na ile FIFA sasa hivi wanasema, unajua mipira watu wanataka fair play. Mtazamaji aje kuona burudani. Sasa wewe mnapocheza mpira dakika 20 ugomvi, mpira umevunjika, umeshamonea huyu mtazamaji aliyolipa pesa zake. Na mtazamaji anataka kuja kuona matukio ya kimpira kiwanjani yakitokea. Lakini kuna matukio yanatokea mtu anakaa dakika 20 anajisaidia hajarudi. Sasa hayo ni matatizo ambapo sivyo FIFA inavyoagiza. Mimi nasema wache tuone wakubwa wataamua vipi kwa matatizo kama haya. Kazi hii ya ualimu hasa wa mpira, unaambiwa wewe ni mzazi, ni coach, lakini ukiwa pale kwa wale vijana wewe ni baba. Na afu ikifikia wakati, ndio maana kwanza hata ile kufundisha kwenyewe inahitaji umri, ni kitu cha kwanza. Uwezo ukawa mwalimu wa mpira una umri wa miaka 18, 19, 20. Mimi nafikiri kadri age inapozidi ndivyo heshima inakuja kwenye hii kazi yetu ya mpira. Na mwalimu, kocha, pande wa pili tunasema awe rafiki wa mchezaji. Yaani ukiwa na matatizo usiogope kuniambia. Uje uniambie. Kuna vitu ambavyo wewe vinakutanza wakati mwingine uwezi kufanya kwa sababu nyumbani pengine umegombana na mama watoto. Umegombana kwamba labda kuna shida fulani wewe umeshindwa kuitekeleza. Sasa kama hujawa naye rafiki utashindwa kuniambia, utaifanya kazi katika mazingira magumu. Leo mimi nakupa mfano, mimi nikipita sema labda watu wa nini, nikipita popote pale au wakati huo nikicheza, mimi naweza kufika njiani mtu akasimama na gari yake akanipa lift. Kwa ule uzuri wa mambo ninayofanya, kwa sababu najaribu kuwa kwenye maadili sawa sawa. Sasa vijana wetu nasema sasa hivi nao wengi wanatoka kwenye haya maadili ambayo yanatakiwa awe nayo mchezaji. Mchezaji hata kama unajua mpira, usiwe na majivuno ya kusumbua watu. Kwa ule ujuzi wako ulikuwa nao, uwe rafiki kwa kila mtu. Mimi nilikuwa nikitembea siwezi kwenda hatua 10 bila kusimamishwa, na nitasimama nitaongea na mtu. Hata wale ninaokwenda nao wanakasirika, bwana, kila mtu unamsikiliza, lazima umsikilize. Ndio maana nilikuwa nasema wakati tunacheza mpira, sisi hakuna kitakachotupa sifa kujulikana ni kufanya vizuri kwenye kucheza. Sasa tulipopata nafasi hiyo mechi, tunasema labda Simba na Yanga ya goli 3-6 ile nini, ile mechi mara nyingi huwa naizungumzia, ni kwamba tulikwenda kutazama mpira, mechi ya Yanga ikicheza ligi, na iliposhinda sisi tuko ndani kama Simba, wale wa mashabiki wa Yanga walituzomea sana, lakini walisahau kwamba baada ya siku 3 tunacheza Simba na Yanga. Walituzomea kwamba wao walipata
ushindi mnono kwenye hiyo mechi tukwenda sisi kuwatizama. Lakini na sisi tukasema tulipotoka tulikuwa tunakaa Kibaha kambini kule. Tukaambizana kwenye gari, hebu tuwafanyie mazoezi ya watu tupambane nao. Ya hakika. Na kweli tulipotoka pale tumefika Kibaha around saa 2 usiku. Watu waliingia kiwanjani. Ziliweshwa gari taa wanamulika uwanja, sisi tunakimbia. Tunafanya mazoezi. Na kwa kweli ilipotokea ile mchezo tumeweza kushinda goli 6-0. Lakini nasema rekodi ya kwangu sidhani kama inaweza katokea mpaka karne nyingine. Uwezi kucheza Simba na Yanga wakupa nafasi peke yako. Ya kwanza nachoshukuru ni kwamba academy ya KISA, yani Kibadeni International Soccer Academy ipo, na hivi sasa jua kwamba nipo kwenye kazi zingine, lakini ilikuwa ni kiasi tu cha kupatia nguvu ya kuweza kuendesha zile shughuli zangu. Na nafasi ambayo niliopewa kwenye benchi la ufundi la timu ya taifa pia kidogo limeniongezea kazi nyingine ya kufanya, kwa sababu lazima niwepo katika michezo na nini, kuona kitu gani kinatokea au ni washauri vipi hawa walimu ambao wako kwenye timu yetu ya taifa. Na lingine, baada kupata tatizo la JKT kuyumba kidogo na mwalimu Nzilo, waliponiomba mimi sasa nikaona ngoja basi niwasaidie. Nifikiri itakuwa kazi fupi tu, inawezekana, ndio maana hata mkataba sikusajili nao lakini kumbe ilikuwa kazi ni ngumu. Lakini nasema Mungu tutazidi kumwomba anisaidie ili iende vizuri. Sasa hili la nidhamu kwa wachezaji, mimi nasema bado ni tatizo. Tatizo ni kwamba wachezaji hawajajitambua. Kule sisi tunafundisha kila kitu, lazima mchezaji ajitambue kwa nini yuko pale. Kwa nini amekuja pale kucheza mpira? Mpira unahitaji mambo gani? Lazima afahamu. Taka mapumziko, taka chakula, ulale mapema, sio ufanye hivi. Lazima afundishwe. Unajua mpira unatumia nguvu ya mwanadamu. Afya lazima iwe nzuri kama unataka kucheza mpira. Kama vile fundi seremala anapokuwa na mashine zake, lazima zinoe, afanye nini. Sasa na mpira kitakacho kusaidia sio kucheza, mwili ambao ndio una tools yenyewe unakwenda kufanya kazi uwe sawa sawa. Kwa hiyo mwili unahitaji nini? Lazima ujue. Unahitaji chakula, unahitaji mapumziko, unahitaji kuangaliwa, usitembee wakati mwingine unaweza kutembewa, mtu unaweza anatembea bila viatu. Kuna chupa, kuna nini, lazima uogope. Sasa kama wachezaji wataelewa hivyo, leo namwambia kesho analifanya lini. Nitakupa mfano. Tunafika kiwanjani, uwanja upo. Wewe umefika mapema kabla wenzio. Si swala pale ukae unasubiri wenzio waje. Ukifika kiwanjani una upungufu gani? Pumzi inanipata. Anza kabla mwalimu hajafanya kazi yake. Lakini unaweza kumwambia mtu leo, kesho kirudi unamkuta kaka. Sasa kwa kuwa kishaajiriwa huyu mtu kwa kazi ile, unaridhika kwa naye. Otherwise unaweza kumwambia huyu hanifai. Wengine ukiona mapema wanasema huyu yupo, lakini si mchezaji wa kuweza kusaidia timu. Sasa labda mimi ninachotaka kusema ni kwamba vijana, kazi ya mpira lazima watu waheshimu. Kwa nini ulale mapema? Ulale masaa mangapi? Upate. Lakini mchezaji ana chat kwenye simu mpaka saa 8 usiku. Alafu kesho saa 12 au saa 1 unamtaka kiwanjani, nguvu atapata wapi? Sasa kuna vitu vingine viko wazi. Lazima uelewe. Nikirudia ni kwamba mwili wako ndio unaokupa nguvu ya kufanya kazi. Lazima tuwasaidie vijana kwenye soka. Na tutakuwa na mipango sasa sawa. Lazima tuwe na majengo ya vijana waweza kukaa pale sasa. Wengine wanatoka mbali. Hivi nasumbuliwa kila siku, watu kutoka Mwanza, kutoka Magu, kutoka wapi. Wanataka kuja kwenye nini hii. Lakini sasa nafasi, lazima niwe na nafasi ya kutosha. Wao wanatoka nyumbani kuja kucheza Kondoa, wala hamna shida. Sasa ufadhili. Sasa hiyo wafadhili, kama mtu anataka kuja tena, sio kutaka, akitaka kuja kusaidia kuwekeza kwenye soka, namkaribisha aje pale. Naye nafasi nzuri tu, mimi na mdogo wangu Shomaji ndipo tunatumiliki ile eneo pale. Tunaye kazi yetu kama 30. Tumeweka vitu ndani, msikiti, nursery school ipo, dispensary sasa hivi tunaiweka pale. Lakini tunahitaji waje watu kama wanaweza kuja kutusaidia kuwekeza hata majengo, ili mradi sasa watu wanaotoka nje, hii huduma isiwe kwa nini tu watu wanaokaa Chanika pale, lakini hata anatoka mbali aje. Kwa soka sisi tutalitengeneza vizuri. Na si soka tu pale, nishaongea na ndugu yangu Hamisi Kisiwa tuweze kuweka hata tutoe coaching ya referees. Yeye ni mtaalamu. Kwa hiyo kutakuwa na mafunzo aina nyingi tu. Kama wewe kucheza soka, utakuja kuwa mwamuzi. Uanze kujifunza tangu utoto.